Tufanye analysis, upembuzi yakinifu kuweza kujua Ramadhani ya mwaka jana tumeweza kufikia malengo au hatukuweza kufikia malengo. Kimsingi ni kwamba Ramadhani imekuja hali ya kuwa ina malengo maalum. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pigia mstari hapo, la'allakum tattaqun. Malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anasema la'allakum tattaqun, lengo muweze kufikia katika daraja ya uchamungu. Kwa hiyo tathmini yetu tuifanye kwenye kutazama, je, tumeweza kufikia katika lengo la uchamungu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, daraja hiyo tumefikia? Ni vizuri tukafanya tathmini ya kujua kama tumeweza kuachieve malengo ya kufikia uchamungu au tumeshindwa kuachieve malengo ya kufikia uchamungu. Ndio maana tukasema somo letu la leo iwe ni tathmini, ni analysis ya Ramadhani ya mwaka jana, imeweza kutufikisha katika malengo ya kiuchamungu au haikutufikisha. Ndugu zangu, ni vizuri mwanadamu akawa anajikagua mwenyewe katika nafsi yake kila mara anapokuwa anafanya mambo yake, amali zake, miamala yake, maisha yake. Ni vyema akawa anajikagua mwenyewe kabla hajakwenda kufanyiwa ukaguzi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ipo siku mwanadamu atakwenda kufanyiwa ukaguzi katika yale aliyokuwa anayafanya hapa duniani. Ipo siku Mwenyezi Mungu anasema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Mwenyezi Mungu anasema, iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Mwenyezi Mungu anasema mtalipwa kwenye kila jambo mlilokuwa mmelifanya hapa duniani, na Mwenyezi Mungu hatowadhulumu katika yale mlilokuwa mnayafanya. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ipo siku mwanadamu atarejeshwa kwa Allah, kisha atakwenda kutathminiwa juu ya matendo yake aliyokuwa anayafanya hapa duniani. Sasa mtu mwenye akili timamu ni yule ambaye anaanza kujikagua mwenyewe, kujifanyia tathmini mwenyewe kabla hajakwenda kufanyiwa tathmini na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunaikagua Ramadhani ya mwaka jana tuliyoifunga. Je, tumeweza kufikia yale malengo ya uchamungu ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, la'allakum tattaqun. Malengo ni kuweza kufikia katika daraja ya uchamungu. Je, tumeweza kufikia malengo ya kufikia uchamungu? Kwa sababu mchamungu hajulikani ndani ya Ramadhani. Mchamungu anakuja kujulikana baada ya Ramadhani kumalizika. Tukijikagua wenyewe katika nafsi zetu tulivyofunga Ramadhani, baada ya kutoka Ramadhani kuingia katika miezi ya kawaida, je, tumeweza kufikia katika ule uchamungu Mwenyezi Mungu aliyosema tuweze kuufikia? Tukijitathmini, kila mwanadamu anajijua mwenyewe katika nafsi yake kwamba ameweza kuachieve lengo la uchamungu au hakuweza kuachieve lengo la uchamungu. Sasa ili uweze kufanya tathmini vizuri, ni vyema ukajua uchamungu ni nini, ili uweze kujua kwamba Mwenyezi Mungu ameniletea funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo niweze kuwa mcha Mungu. Je, ule ucha Mungu Mwenyezi Mungu aliyokuwa anausema nimeufikia? Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu siku moja aliwahi kuulizwa, mattaqwa, ucha Mungu ni kitu gani? Ucha Mungu ni kitu gani? Lengo la Ramadhani la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu. Sayyiduna Ali akaenda kuulizwa siku moja, mattaqwa, ucha Mungu ni kitu gani? Sayyiduna Ali akasema, al-khawfu minal jalil, ucha Mungu ni kule kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio ucha Mungu. Al-khawfu minal jalil ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona una hofu na Allah, maana yake wewe una sifa ya kuitwa mcha Mungu, umefikia katika daraja ya ucha Mungu. Utajijuaje kama una hofu na Allah subhanahu wa ta'ala? Hofu maana yake Mwenyezi Mungu ikiwa amekuamrisha kuacha kusengenya, maana yake umeacha kusengenya. Mwenyezi Mungu kama amekuamrisha kuacha zinaa, umeacha zinaa.
Mwenyezi Mungu amekuamrisha kuacha pombe, kuacha uchawi, kuacha dhulma, umeacha. Maana yake wewe una hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake wewe una sifa za uchamungu. Ndio maana Ali bin Abi Talib akasema uchamungu maana yake ni alkhawfu minal jalili, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona una hofu na Allah, wewe umefikia katika daraja ya uchamungu. Ndio maana mwanawachuoni mmoja aliwahi kuulizwa na yeye, mattaqwa, uchamungu ni nini? Akasema hiya tuhallilul halala wa tuharrimul harama. Ukijiona unahalalisha, yani manake unafanya mambo ya halali, basi wewe umefikia katika daraja ya uchamungu. Ukijiona wewe unaharamisha, yani maana yake haufanyi mambo ya haramu, maana yake wewe umefikia katika daraja ya uchamungu. Kwa hiyo malengo ambayo Mwenyezi Mungu alikusudia tuweze kuyafikia, lengo la kwanza ni alkhawfu minal jalili, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale alotuamrisha Allah ukijiona unayatekeleza kikamilifu, maana yake tumefikia katika daraja ya uchamungu, tumeachieve malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini jambo la pili, wala amalu bitanzil, kufanyia kazi Qur'an. Ukijiona unaifanyia kazi Qur'an, yani maana yake unafata maamrisho ya Qur'an, unafata kile ambacho Qur'an inaelekeza, umefikia katika daraja ya uchamungu. Ukijiona unaifanyia kazi Qur'an, umefikia katika daraja ya uchamungu. Lakini jambo la tatu, wal istidadu li yaumir rahil, ukijiona mtu anafanya maandalizi kwa ajili ya siku hiyo ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kuondoka hapa duniani, ujue mtu huyo amefikia katika daraja ya uchamungu. Kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuifanyia kazi Qur'an, kufanya istidadi kwa ajili ya kuondoka hapa duniani kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la nne, waridha bilqalili, kuridhika. Ukijiona umeridhika na kile Allah subhanahu wa ta'ala kidogo alichokupa, wewe umefikia katika daraja ya uchamungu. Kwa kifupi ni kwamba Muislamu anatakiwa ajipime Ramadhani ya mwaka jana kama ameachieve, amefikia malengo ya uchamungu katika vitu hivi vinne. Hofu yake kwa Allah imeongezeka kwa kiwango gani? Jambo la pili, anaridhika kwa kiwango gani kwenye kile ambacho Allah amemkadiria? Jambo la tatu, je, anafanya maandalizi kwa ajili ya siku yake ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo la nne, je, anaifanyia kazi Qur'an? Ukijiona kwenye haya manne upo na yote unayafanyia kazi, Ramadhani ya mwaka jana wewe umeachieve malengo yake, maana yake umefikia malengo yake. Lakini ukijiona haupo katika hayo manne, maana yake Ramadhani ya mwaka jana umeshindwa kufikia malengo yake. Sasa kwa kawaida mwanadamu anapopanga malengo, kwa mfano mtu amepanga malengo, mwaka huu nijenge nyumba, na mwaka ukawa umemalizika akawa ameshindwa kujenga nyumba, ni vizuri mwanadamu ajitathmini kwamba kipi kilichonikwamisha mpaka nimeshindwa kujenga nyumba katika mwaka huu. Kwa sababu mwanadamu lazima aishi aliyakuwa ana malengo. Mwanadamu lazima aishi aliyakuwa ana malengo. Kwa hiyo umeweka malengo ya kujenga nyumba, lakini umeshindwa kujenga nyumba mwaka huu. Mwaka ukiisha lazima ukae chini ujitathmini, kwa nini nimeshindwa? Nilifeli wapi? Pale ambapo ulipokuwa umefeli, maana yake lazima uanze kurekebisha ili mwaka unaokuja uweze kuachieve yale malengo yako ya kujenga nyumba. Sawa sawa na katika masala ya uchamungu. Ikiwa tumefeli mwaka mzima tangu Ramadhani ya mwaka jana ilivyomalizika, tumeshindwa kuachieve malengo, ni vizuri kuweza kufanya tathmini, kujua ni wapi tulikosea mpaka tumeshindwa kuachieve yale malengo ya Ramadhani iliyopita. Uzuri ni kwamba Ramadhani inapoingia kila mmoja anakuwa mcha Mungu. Tunasimama qiyamul layli, tunaswali tarawih, tunaswali. Ili ni qiyamul layli. Maana kuna watu huwa wanachanganya kati ya tarawih, yani kuna mtu anaona qiyamul layli ni mpaka iwe wakati wa usiku wa manane, saa 7 saa 9 ndio anaona ile ni qiyamul layli. Lakini kimsingi ni kwamba swala yoyote itakayofuata baada salatul isha inakuwa ni qiyamul layli. Sunna yoyote itakayofuata hapo,
ukiacha zile baadia, sunna yoyote itakayofuata hapo itakuwa ni qiyamul layli. Tofauti yake inakuja kwenye tahajjud. Tahajjud mpaka ulale uamke ndio inaitwa tahajjud, lakini qiyamul layli ni sala yoyote ya sunna itakayosaliwa baada salatu al-isha, hiyo inakuwa ni qiyamul layli. Sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tulidumu kwenye qiyamul layli, tuliswali sana swala za usiku sana, tuliswali katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Swali la kujiuliza, je, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tuliendelea kusimama usiku kwa ajili ya qiyamul layli? Kama ilikuwa tunasali qiyamul layli katika Ramadhan, baada ya Ramadhani kuondoka tukaacha qiyamul layli, maana yake Ramadhani ya mwaka jana haikutusaidia, hatukuweza kufikia lengo la uchamungu. Kwa sababu mchamungu yoyote sifa yake ni lazima awe na kanuni ya kusimama qiyamul layli, wachamungu wote. Na mtu yoyote anayehitaji usuhuba, ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, anayehitaji alaka, mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima awe na utamaduni wa kusimama qiyamul layli. Yani swala za usiku ndio zina siri na mafungamano makubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiona Ramadhani ya mwaka jana ulikuwa unasali tarawih, qiyamul layl ulikuwa unasimama, lakini Ramadhani ilivyoisha qiyamul layl na kwako ndio imekwisha, maana yake Ramadhani ya mwaka jana haukufikia malengo ya uchamungu, haukufikia malengo ya uchamungu. Kwa sababu wachamungu wote wana kanuni ya kusimama usiku na kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Nyakati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anafungua mbingu yake na malaika huwa wanateremka kwa wingi kuja katika wingu wa dunia, ni nyakati za usiku, katikati ya usiku. Mwanadamu anaposimama qiyamul layli usiku, katikati ya usiku, kisha akawa anasali na kumwelekea Allah katika haja zake mbalimbali, dua yake inakuwa inapokelewa kwa karibu zaidi kuliko ni mtu aliyesali mchana kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usiku ndio kuna asrar, kuna siri, kuna khawas, kuna mambo yaliyojificha kwa mja akisimama usiku. Na ndio maana wacha Mungu wote walikuwa wakisimama usiku. Kuna mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Rabi'at al-Adawiyya, ni mwanamke aliyeishi katika nchi ya Basra, Iraq. Yeye kwa siku, yani ule usiku wake alikuwa akiswali rakaa 100 za sunna, qiyamul layli. Alikuwa akisimama usiku akiswali rakaa 100 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, rakaa 100. Rabi'at al-Adawiyya alikuwa ni mwanamke, alikuwa akiswali rakaa 100 kwa usiku mmoja za sunna. Huu ni mfano wa wacha Mungu waliopita, namna gani waliweza kutumia zile masiku yao ya usiku vizuri katika kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiona kwamba umeshindwa kusimama usiku baada ya Ramadhani, umeshindwa kuachieve yale malengo ya uchamungu, sababu mchamungu lazima asimame qiyamul layl. Lakini jambo lingine, ukijipima ukiona baada ya Ramadhani watu walikuwa wakarimu, watu walikuwa wakikirimiana kwa sadaka, watu walikuwa wakilishana, watu walikuwa wakihurumiana katika mambo kadha wa kadha, watu walikuwa wasengenyi, watu walikuwa hawateti, watu walikuwa hawadhulumiani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ukiona baada ya Ramadhani ya mwaka jana kumalizika tu, mwaka mzima huu unaisha, mpaka kuelekea Ramadhani ya mwaka huu, katikati hapo ulikuwa msengenyaji, umedhulumu haki za watu, umetukana watu, maana yake Ramadhani ya mwaka jana umeshindwa kuachieve yale malengo. Kwa sababu malengo ya Ramadhani la'allakum tattaqun, lengo ni kuweza kufikia katika daraja ya uchamungu. Malengo ya Ramadhani ni kuweza kufikia katika daraja ya uchamungu, ndio malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunapofanya tathmini ya Ramadhani iliyopita na tukaona kuna mapungufu, basi ipo haja ya kuweza kurekebisha kwenye yale mapungufu, ili Ramadhani ya mwaka huu itakapokuwa imeingia tukaweza kuidiriki, tuweze kufikia katika yale malengo ya kiuchamungu. Siku moja niliwahi kuwapa mfano, nakumbuka niliwahi kuwapa mfano. Unapojenga jengo kama hili, kunakuwa na vitu vikuu vitatu lazima vifanyike. Jambo la kwanza, kuna kitu kinaitwa ni pre-project evaluation. Kabla ya ujenzi wa ghorofa, wataalamu wanafanya tathmini ya ujenzi.
Wakati ujenzi unaendelea, katikati kunafanyika kitu kinaitwa mid of project evaluation. Wanafanya tena tathmini ya mradi unaendeleaje, yani mradi unaendaje, changamoto ziko wapi kwenye mradi. Katikati ya ujenzi wanafanya hivyo wataalamu. Ujenzi ukikamilika, wanafanya kitu kinaitwa end of project evaluation. Wanafanya tathmini ya mwisho wa mradi, yani wanaangalia mradi wetu ulikuwa na changamoto gani, tulifanikiwa kwenye eneo gani, tulifeli wapi, ili siku nyingine wakipata mradi kama huu, zile changamoto wanakuwa hawawezi kuzirudia tena, kwa sababu washajua mradi uliopita walipata changamoto kwenye eneo 1, 2, 3, 4. The same na kwa Muislamu vile vile. Ramadhani ikiwa imekwisha kama ya mwaka jana, mwanadamu au Muislamu anatakiwa afanye tathmini kujua wapi alikosea. Akishajua kuwa mahala fulani nimekosea na nimeshindwa kuachieve malengo ya uchamungu, basi mara nyingi huwa anaainisha nilikosea hapa, nilikosea hapa, nilikosea hapa, ili akifanikiwa kuipata Ramadhani ya mwaka huu asikosee kama Ramadhani ya mwaka jana. Lakini ikiwa Ramadhani ya mwaka uliopita ukuona wapi umekosea, Ramadhani ya mwaka huu itaingia na utaendelea kukosea tena. Kuna watu wanadhani Ramadhani ni kule kufunga tu, kukaa na njaa. Yani mtu amefunga, amekaa na njaa, Ramadhani siku 30 au 29 zimepita, nimefunga Ramadhani. Hapana, sio malengo ya Ramadhani. Malengo ya Ramadhani ni mtu aweze kuachieve, yani aweze kufikia katika daraja ile ya uchamungu Mwenyezi Mungu aliyoikusudia. Ndio malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kuna mtu anadhani Ramadhani ni kule kuisubiri, kisha akawa anakaa asubuhi mpaka jioni na njaa, anajua hapa nimefunga. Lakini je, umeweza kuachieve yale malengo? Kuna kitu kinaitwa al-ahdafu dhakia au smart goals. Yani mwanadamu huwa malengo huwa anayapima. Yani lengo mara nyingi huwa linapimwa, ni achievable, umeweza kuliachieve lile lengo. Measurable, lile lengo ukilipima umeona umelifikia. Lakini kuna kuwa na time bound, yani muda wa malengo. Baada ya Ramadhani ya mwaka jana kumalizika, je, kwa kipindi hiki cha miezi 10 niloishi nje ya Ramadhani, je, yale malengo ya Ramadhani iliyopita nimeyafikia? Malengo huwa yanapimwa. Ukiishi bila ya kuyapima malengo, unakuwa huwezi kuachieve yale malengo. Kwa hiyo Ramadhani ya mwaka jana lazima tuipime kuangalia, je, tumeweza kuachieve malengo ya kiucha Mungu au hatukuweza kuachieve. Ikiwa tumeshindwa, maana yake ipo haja ya kuweza kurekebisha pale ambapo tulipokuwa tumekosea, kwa sababu hakuna mwenye garantia ya kuweza kuifikia Ramadhani ya mwaka huu. Hakuna. Kuna siku zimebakia hapa takriban 20, lakini inawezekana pengine kuna mmoja wetu hapa akaondoka duniani kabla ya Ramadhani kuifikia. Sasa ikiwa tumekosea katika masiku haya yaliyopita ya Ramadhani ya mwaka jana, ni vizuri kuweza kurekebisha kabla ya Ramadhani ya mwaka huu ya kuingia, kwa sababu ukirekebisha pale ukaweza kuachieve yale malengo, walau ukajipima kwamba je, nasimama usiku, natoa sadaka, na huruma, je, haki za watu nimerudisha, ni kipimo cha kuweza kuelekea Ramadhani ya mwaka huu. Lakini ikiwa tunaishi tu, Ramadhani inakuja, tunafunga, inaondoka, ucha Mungu hatujaupata. Ramadhani inakuja, tunafunga, inaondoka, ucha Mungu hatujaipata. Hakuna sababu ya si kufunga Ramadhani. Ramadhani haikuwekwa kwa malengo watu wafunge wakae na njaa. Hapana. Mwenyezi Mungu anasema la'allakum tattaqun, huenda mkafikia katika daraja ya ucha Mungu kwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa ndugu zangu, tathmini ya Ramadhani ya mwaka jana ni lazima mwenyewe mwanadamu aipime katika nafsi yake. Bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Yani mtu akijipima mwenyewe katika nafsi yake, anajua kuwa mimi nimeachieve Ramadhani ya mwaka jana malengo. Kila mmoja anajijua hapa. Kila mmoja anajua kwamba nimefikia kwenye daraja ya uchamungu au sikufikia kwenye daraja ya uchamungu. Sasa tumetaja sifa za uchamungu ni nini? Tumetaja sifa za uchamungu ni nini? Kwa hiyo ukijikagua, unajijua mwenyewe kwamba mimi nimefikia malengo ya uchamungu, mimi sikufikia katika malengo ya uchamungu, na kama sikufikia nifanyeje? Ni lazima urekebishe ili uweze kufikia katika malengo ya uchamungu. Kuna watu humu
Ramadhani ya mwaka huu ikiingia, inawezekana ikawa ni Ramadhani ya 50 mtu anafunga tu. Kuna mtu mwingine Ramadhani ya 30, mwingine Ramadhani ya 20. Lakini issue sio umefunga Ramadhani ngapi. Issue ni kwamba Ramadhani imekusaidia kwa kiwango gani? Hiyo ndio issue ya msingi. Yaani Ramadhani imekusaidia kwa kiwango gani kufikia katika daraja ya uchamungu. Inawezekana ukawa umefunga Ramadhani moja lakini ikakufikisha kwenye daraja ya uchamungu. Na inawezekana kuna mtu kafunga Ramadhani 40 au 50 akawa hajafikia katika malengo ya uchamungu. Sasa ni vyema kila mmoja akawa anajitathmini katika nafsi yake, ni kwa kiwango gani ameweza kuachieve malengo ya kiuchamungu. Sayyidina Umar ana maneno yake, anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihesabuni, jipimeni, jikagueni kabla hamjakwenda kupimwa, kuhesabiwa, kukaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jipimeni, jikagueni wenyewe kabla hamjakwenda kukaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukijikagua sisi tukijipigia mahesabu Ramadhani ya mwaka jana, je, zile tabia tulizoishi nazo katika Ramadhani tumeweza kuishi nazo nje ya Ramadhani? Zile tabia za Ramadhani tumeweza kuishi nazo? Hii ndiyo tathmini ya Ramadhani. Hii ndiyo evaluation, analysis tunaifanya Ramadhani iliyopita. Tumeweza kuachieve malengo au tumeshindwa kuachieve malengo? Sasa Umar anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jipimeni wenyewe katika nafsi zenu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, pimeni. Sayyidina Umar anasema pimeni matendo yenu kabla hamjakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja akipima Ramadhani yake ya mwaka jana, akiweka kwenye mzani, anajua Ramadhani yake ya mwaka jana ameweza kuachieve malengo kwa kiwango gani. Kila mmoja akiipima Ramadhani ya mwaka jana, akiweka kwenye mzani wake wa macho wa nafsi, akiweka pale, anajua Ramadhani ya mwaka jana mimi haikunisaidia. Kwa sababu hapo katikati mwanadamu dhambi yake anaijua aliyoifanya. Sisemi kwa mwanadamu hatakiwi kufanya dhambi, hapana. Kwa sababu Mtume anasema kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu anakosea. Yale makosa ya kibinadamu ya kawaida ni sawa, lakini je, ukiangalia ule uchamungu, kwa sababu hata wachamungu si haina maana kuwa ni maasumin, kwamba wao hawafanyi madhambi, hapana, wanafanya madhambi. Lakini je, yale kabairi dhunub, yale madhambi makubwa, je, umeepukana nayo? Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya zinaa, dhuluma kwa watu, madhambi makubwa makubwa, uchawi. Kuna madhambi, lakini kuna vile vidhambi vidogo vidogo vya kibinadamu huwezi kuepukana navyo, kwa sababu kila mwanadamu lazima akosee. Ndio maana mshairi mmoja aliwahi kusema, manil ladhi masaa qat wa manil ladhi lahu alhusna faqat, ni nani ambaye hakosei kati ya sisi? Kila mwanadamu anakosea, kila mwanadamu anakosea, lakini mkoseaji aliyekuwa bora ni yule ambaye anajua hapa nimekosea kisha akarekebisha. Kwa hiyo Ramadhani malengo yake ni kufikia daraja ya uchamungu, lakini ikiwa kuna mahala tumeteleza, ni vizuri ukawa unarekebisha kabla ya Ramadhani ya mwaka huu kuingia. Wenzetu salaf na saleh, waja wema waliopita, namna walivyokuwa wakikaribisha Ramadhani, walikuwa wanakaa wanafanya tathmini kwamba Ramadhani hii inakuja ya mwaka huu, lakini je, Ramadhani iliyopita kwa kiwango gani imeweza kunibadilisha? Kwa kiwango gani nimeweza kufikia malengo ya uchamungu? Masahaba walikuwa wanakaa wanafanya tathmini hiyo kabla ya Ramadhani kuingia. Na hakuna mwezi ambao masahaba walikuwa wakifanya tathmini kama mwezi wa Shaaban, mwezi huu tuliokuwa nao. Yani kabla ya Ramadhani kuingia, masahaba walikuwa wakikaa wanafanya tathmini ya kina. Ramadhani hii inakuja ya mwaka huu, maandalizi yake Ramadhani ya mwaka huu unaokuja ni mimi kujifanyia critical self evaluation mwenyewe katika nafsi yangu. Ramadhani iliyopita imeweza kunibadilisha kwa kiwango gani? Kisha wakijiona kuwa kuna mahala waliteleza, huwa wanaanza kurekebisha kabla Ramadhani ya mwaka huu kuingia. Ikiwa kama kuna mtu ilikuwa ameacha kuswali qiyamul layl, basi masiku yaliyobakia mtu anaanza kujibidiisha kurekebisha pale ambapo alipokuwa amekosea, ili Ramadhani ya mwaka huu ikija ikimkuta, imkute hali ya kuwa ana practice, anayafanya yale ambayo aliyojifunza katika Ramadhani iliyopita.
Ramadhani mfano wake kama unavyoona chuo. Kama unavyoona chuo, Ramadhani mfano wake kama unavyoona chuo. Mtu anaingia chuoni kwenda kufanya mafunzo maalum, na yale mafunzo akishayafanya anakwenda kuyafanyia kazi nje ya chuoni. Na ndio maana unakuta kuna baadhi ya wakati wanafunzi wanasoma kozi ya aina fulani, baada ya muda fulani wanakwenda field. Yani maana yake wanakwenda kupractice kile ambacho wanajifunza chuoni. Mfano huu ni sawasawa na Muislamu akiwa katika mwezi mtukufu Ramadhani anafundishwa maisha ya uchamungu, namna gani Muislamu anatakiwa aishi kiuchamungu, ili yale mafunzo aende akayafanyie kazi nje ya mwezi mtukufu Ramadhani. Sasa tukijitathmini wenyewe, yale mafunzo tuliyoyapata katika Ramadhani iliyopita tumeishi nayo katika miezi hii kabla Ramadhani ya mwaka huu? Ndani ya Ramadhani ilikuwa mtu ukimtukana hawezi kukurudishia. Ndani ya Ramadhani ilikuwa mtu hawezi kuvuta bangi. Ndani ya Ramadhani ilikuwa watu hawanywi pombe. Ndani ya Ramadhani walikuwa watu hawali kitimoto. Ndani ya Ramadhani watu hawachezi kamari, hawachezi avieta. Ndani ya Ramadhani watu hawabeta, hawaweki mikeka. Ramadhani ya mwaka jana ndivyo hali ilivyokuwa hivyo. Yani watu walikuwa hawabeti kabisa. Na kulikuwa na watu walikuwa hawanywi pombe kabisa, na kulikuwa na watu waliwahama vimada wao kabisa. Je, baada ya Ramadhani yale maisha yaliendelea vile vile kama tulivyoishi ndani ya Ramadhani, au yalichange? Kwamba baada ya Ramadhani tumerejea kwa vimada, baada ya Ramadhani tumerejea kwenye kucheza avieta, kwenye kubeti gambling, baada ya Ramadhani tumerejea tena kudhulumu, baada ya Ramadhani tumerejea tena kwenye pombe, zina. Ni vizuri tukawa tunajitathmini, ili tutakapokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala uwe unajua mwenyewe kwamba mimi nimeteleza mahala pa aina fulani. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, pimeni wenyewe matendo yenu kabla hayajakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nini cha kufanya kuelekea katika Ramadhani ya mwaka huu? Zimebaki siku chache sana kuelekea katika Ramadhani ya mwaka huu. Nini cha kufanya? Cha kufanya kabla ya kuingia katika Ramadhani ya mwaka huu, kwanza ni muumini au Muislamu mwenyewe kukaa chini peke yake. Yani mfano wake kama vile mtu anakwenda kukaa mahala anafanya meditation. Mwanadamu ukikaa mahala ukiwa unafanya meditation, unajua wapi umekosea, wapi umepatia, unajua. Kaa mwenyewe peke yako, kisha anza kuangalia, mimi kuna tabia gani ninayofanya mbaya ambayo hii tabia inapelekea kumuudhi na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaa mwenyewe peke yako. Ukikaa peke yako utajua, kwa sababu kila mwanadamu ana kigonjwa. Kila mwanadamu anacho kigonjwa kinachomshughulisha katika nafsi yake. Hata mimi mzungumzaji hapa ninayezungumza, na mimi nina kigonjwa changu. Kila mwanadamu ana kigonjwa chake. Kila mwanadamu ana kigonjwa chake. Kuna mtu ana kigonjwa cha dhulma, yeye bwana kudhulumu watu tu. Kuna mtu ana kigonjwa cha uzinifu, huyo mtu asione mwanamke bwana. Kuna mtu ana kigonjwa cha kamari, kuna mtu ana kigonjwa cha ushirikina, kuna mtu hasadi, kuna mtu msengenyaji, kuna mtu, yani kuna mtu, kila mmoja anacho kigonjwa chake. Ukikaa chini, ukifanya meditation, utajijua wewe una kigonjwa cha aina gani. Je, kile kigonjwa Ramadhani imekusaidia kwa kiwango gani kukiacha? Kwa sababu siku zote ili utibu tatizo ni lazima ulijue tatizo. Ndio maana ukienda kwa daktari akiwa anakuuliza lazima umwambie ukweli, unaumwa kitu gani. Kwa sababu ukimwambia ukweli ndio anajua dozi ya aina gani yakupe. Na mwanadamu akikaa chini anajijua, mimi bwana nina dhambi ya aina fulani inanitesa katika nafsi yangu. Ukishajua ile dhambi inayokutesa, ni rahisi sana wewe kuweza kuiacha kabla kuingia katika Ramadhani ya mwaka huu. Ni rahisi sana kuweza kuiacha. Na katika miongoni mwa process ya mtu kuweza kuacha maasi au kuacha dhambi, jambo la kwanza ni kuitambua ile dhambi anayoifanya. Kwanza ni kujijua mwenyewe, mimi nafanya dhambi ya aina fulani. Ukijijua ni rahisi sana kuweza kuiacha ile dhambi. Lakini kama hujijui, unaweza ukaona ni jambo la kawaida. Kwa mfano, ikiwa wewe una dhambi ya uzinifu, ni vyema ukajijua, mimi bwana nina kigonjwa cha uzinifu. Huu ndio ugonjwa wangu na unisumbua. Moja ya tiba ni kujijua wewe una ugonjwa huo wa uzinifu.
Alafu baada ya hapo ndio unatafuta process nyingine ya kuweza kuacha ule ugonjwa. Na mwanadamu anaweza kuacha jambo ikiwa mwenyewe anaamua, sio mtu mwingine amwambie acha, mpaka mwenyewe aamue. Mwanadamu tu anaweza kuacha. Kwanza jua una tatizo gani, ukishajua kisha uchukue maamuzi ya kuacha lile jambo. Ukitaka kujua mwanadamu anaweza kuacha mwenyewe bila kulazimishwa, Ramadhani ikiingia, mtu hata kama ana kimada, yule kimada yake anamuacha. Yani anaamua mwenyewe katika nafsi yake, mimi huu namuacha kwa wakati unafunga. Yani mwanadamu amefanya maamuzi ya kuacha kile kitu. Mwanadamu anaweza kuacha bangi katika Ramadhani kwa sababu ameamua mwenyewe kuacha. Mwanadamu anaweza kuacha wizi katika Ramadhani kwa sababu ameamua mwenyewe kuacha. Mwanadamu anaweza kuacha kucheza kamari kwa sababu ameamua mwenyewe kuacha. Kwa hiyo chochote kile mwanadamu ili aache ni lazima mwenyewe aamue katika nafsi yake. Lazima aamue. Asipoamua mwanadamu hawezi kuacha. Ndio Waswahili husema unaweza kumpeleka punda mtoni kunywa maji, lakini huwezi kumlazimisha kunywa maji. Unaweza kumpeleka mpaka mtoni, lakini namna ya kunywa maji punda huwezi kumlazimisha. Na mwanadamu halikadhalika. Unaweza ukamwambia bwana hiyo dhambi hii, lakini ishu ya kuacha ni yeye mwenyewe aamue kuacha. Kwa hiyo kabla ya Ramadhani ya mwaka huu kuingia, ni vizuri ukakaa, ukajua kuna kigonjwa gani kinakushughulisha. Ukishajua uweke maazimio ya kuacha ile dhambi kabla ya kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu. Kabla ya kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu. Yani Ramadhani ikukute tayari wewe umebrainwash ubongo wako. Umefanya brainstorming, yani umetoa zile takataka, ule ugonjwa unaokusumbua katika nafsi yako, katika akili yako. Kwa hiyo unaingia katika Ramadhani hali ya kuwa nafsi yako iko sawa sawa, hali ya kuwa uko sawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, mna mafungamano yaliyokuwa mema. Ramadhani ikukute hali ya kuwa una mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio itakuwa rahisi Ramadhani ya mwaka huu vile vile kukubadilisha zaidi, kukupelekea katika malengo ya kiucha Mungu. Lakini ikiwa Ramadhani inakuja lakini bado unadumu katika maasi, basi Ramadhani ya mwaka huu itakuja, utafunga na bado utaendelea kubakia katika maasi, kwa sababu bado hukuamua kuacha mwenyewe na bado hujaamua kuijua dhambi gani na kutesa katika nafsi yako. Kwa hiyo ni vizuri tukachukua maamuzi, ni vizuri tukajitathmini wenyewe kabla ya kuingia katika Ramadhani ya mwaka huu. Tulikosea wapi katika Ramadhani iliyopita? Katika miongoni mwa dalili, katika miongoni mwa ishara za mtu kuonekana mcha Mungu, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Qur'an ni katika miongoni mwa ishara za mtu kuonekana mcha Mungu ni pale ambapo atakapokuwa anaifanyia kazi Qur'an. Lakini je, ukijipima Qur'ani inaposomwa imani yako inaongezeka? Wajilat qulubuhum, je moyo wako unaingiwa na hofu? Ni moja ya njia za kujipima kiwango chako cha uchamungu, kujua kwamba mimi uchamungu wangu umeongezeka au umepungua. Mchamungu ni yule ambaye anaweza akawa anafanya dhambi lakini huku nafsi yake ikiwa ina hofu ya kumhofia Allah subhanahu wa ta'ala. Mchamungu wa kweli anaweza akawa anafanya jambo lakini akiwa anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona na hii ni dhambi, anamhofia Allah subhanahu, nimefanya dhambi, anakuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya wakati mtu anaweza akawa anaswali lakini anafanya zina. Mtu anaweza akawa anaswali lakini anafanya zina, lakini ajabu ni kwamba anafanya kwa kujificha sana ile zina yake. Pengine anakaa Kinondoni lakini anakwenda kufanyia Bunju, anapanga appointment na mwanamke Bunju, anaogopa watu wengine wasimuone kule, watu hawamjui, na akienda kule anajificha, lakini akienda kufanya anaamini Allah subhanahu wa ta'ala anamuona kwenye kile kitendo. Sasa hii ni katika miongoni mwa hali ya ubinadamu inayompitia mtu, kwamba huyu mtu anajua kwamba hili jambo ni baya na anaswali, anafanya ibada, lakini anafanya kitendo kama hiki na anajua hapa Allah ananiona, ile hofu ya kwamba Allah ananiona. Mtu huyu ana chembe chembe za kuwa mcha Mungu. Sasa ishu ya kuiacha ile dhambi, ishu ya kuiacha ni yeye kufanya maamuzi kwamba mimi sitaki kurejea katika dhambi hii. Anaweza akawa na hiyo chembe chembe za ucha Mungu, akaogopa, akawa ana hofu. Maana kuna baadhi ya wakati unafanya dhambi huku ukiwa una hofu kwamba Allah ananiona kwenye hii dhambi.
Ukijiona upo hivyo, ujue wewe una chembe chembe za uchamungu. Lakini ukiwa unajiona unafanya kama mnyama, una haya, unaimuogopa, ujue wewe hata kwenye sifa ya kuwa na imani wala kwenye uchamungu haupo. Lakini mtu aliyekuwa na uchamungu ni yule ambaye anakuwa anafanya kitu lakini akiwa anajua kabisa kwamba hiki ninachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Al-khawf min al-jalil, kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Unahofia kwamba nikifanya hivi Allah ananiona. Sasa kuna watu wana vigonjwa hivyo, kuna watu wanafanya ibada lakini bado kuna maasi wanayafanya. Tena inawezekana pengine mtu anazini au anakunywa pombe lakini anafanya ibada. Na kuna baadhi ya wakati mtu anakuwa yupo addicted na dhambi aina fulani. Unajua dhambi kama unavyoona uraibu wa madawa ya kulevya, uraibu wa kunywa kahawa, uraibu wa kunywa chai, uraibu wa kuvuta sigara. Unajua kahawa nayo ina uraibu. Yaani mtu akizoea kunywa kahawa, ikipita siku bila kunywa kahawa kichwa kinamuuma. Kuna mtu amezoea kunywa chai, kila siku lazima anywe chai asubuhi. Siku asipokunywa chai kichwa kinamuuma, ashakuwa addicted. Kuna mtu amezoea kuvuta sigara, asipovuta sigara kichwa kinamuuma, ameshakuwa addicted, ameathirika, ana uraibu. Na dhambi vile vile, dhambi ina uraibu. Yaani dhambi ina uraibu. Mtu anaweza akawa na wake wanne na bado akawa anakwenda kufanya zinaa nje. Huyu ni mraibu wa zinaa, yupo addicted na zinaa, yani ameathirika na zinaa. Kuna mtu yeye ameathirika na dhambi ya kusengenya, dhambi ya husda. Yani kila akikaa yeye kazi yake ni kusengenya, tunajua fulani hivi, fulani hivi. Yani kuhusudu watu, amekuwa addicted. Tena wakati fulani anajua kwamba hichi ninachokifanya ni dhambi, lakini namna ya kuiacha ndio issue. Kama unavyoona mtu akiwa anakula madawa ya kulevya, ukimwambia acha madawa ya kulevya, sio kazi rahisi kuacha. Ndio maana unaona kuna sober house, kuna nyumba maalum, watu wanakwenda kunywa dawa za methadone zile wanakunywa. Ni process ya mtu kufikia hatua ya kuacha, na dhambi hivyo hivyo. Kuna mtu bwana, yeye kwa siku bila ya kutembea na wanawake wawili haoni raha. Kwa siku bila ya kutembea na wanawake wawili haoni raha. Ni dhambi mtu anayo, yani amekuwa addicted na zinaa. Kuna mtu huyo bila ya kunywa pombe kwa siku hawezi, maisha yake anaona hawezi, na anatamani kuacha, anashindwa. Sasa siku zote Waingereza wanasema changes comes from inside, it's not outside. Mabadiliko ya mwanadamu huwa yanaanzia ndani yake, kwenye ubongo wake, ndani ya nafsi yako mwenyewe, ndani ya nafsi yako mwenyewe. Yani mwanadamu akisema naacha, anaacha. Akisema siachi, hawezi kuacha. Kuna kuwa na msukumo. Unajua dhambi ilivyo, kama unavyoona smaku na bati au chuma, dhambi huwa ina msukumo, huwa inavutana. Kuna baadhi ya wakati nafsi yako inakwambia kwamba hili jambo sio sawa sawa, na kisha shaitan, nafsi inakwambia vile vile fanya hicho kitu, inatamani kufanya. Kama unavyoona kuna baadhi ya wakati akili na nafsi kuna baadhi ya wakati huwa vinashindana. Yani akili, nafsi huwa inatamani kitu cha aina fulani, labda imemtamani mwanamke fulani, imetamani nafsi. Akili inamwambia nafsi kwamba hauwezi kumpata yule mwanamke, wewe una pesa, una hivi, inamwambia nafsi. Lakini nafsi haikubali, inamng'ang'aniza akili tu atumie maarifa yake kumpata. Kuna kuwa na mvutano. Na mfano wa dhambi hivyo hivyo. Kuna baadhi ya wakati unatamani kuacha, lakini kuna mvutano huu unatokea. Kuna mvutano huu unatokea kwenye kuacha ile dhambi. Sasa nini ufanye? Ni lazima ufanye maamuzi mwenyewe katika nafsi yako, kama from now mimi hiki kitu na acha. Lazima mwenyewe udhamirie katika nafsi, sababu nafsi yako itakuwa inakusukuma. Inna nafsa la amaratun bisu, nafsi itakuamrisha kwenda kwenye maovu, lakini wewe lazima ufanye maamuzi magumu katika nafsi yako. Wale wanaokwenda katika nyumba za sober house, wale mateja, wanapitia wakati mgumu sana kwenye kuacha madawa ya kulevya mno. Kuna kuwa na watu wa counseling, wakati mwingine wanakaa mule kwenye sober house zile, kuna watu wanakuja ushauri na saa, wengine wanaumwa, mtu anatetemeka hivi, mwingine anaharisha wiki nzima. Yani wanapitia wakati mgumu, lakini yupo kwenye stage mchakato wa kuacha madawa ya kulevya. Na vile vile kwenye kuacha dhambi kuna gharama lazima utalipa. Unajua dhambi ni tamu, kila dhambi unayojua wewe ni tamu. Kamari ukicheza ni tamu. Kamari unaweza ukaliwa milioni,
ukaenda kubeti leo ukapata 100,000, unajisikia raha katika nafsi yako. 100,000 hilo unakwenda kubeti tena, kesho unaliwa. Yani dhambi ina raha fulani hivi, unakuwa addicted. Kama unavyoona teja, si anatinga hivi, unakuta anatinga ameinama hivi. Hiyo ndio raha yake, anajisikia raha. Zinaa ina utamu. Kusengenya, msengenyaji ukienda kumuuliza anajisikia raha. Yani kumsengenya mtu fulani hivi hivi anajisikia raha. Husda, kumwekea mtu husda akaharibikiwa, kuna mtu mwingine akiharibikiwa mwingine, yeye ndio anafurahi katika nafsi yake. Yani kila dhambi ina utamu. Sasa kuacha utamu ni kazi kweli kweli, inataka maamuzi magumu. Maamuzi magumu. Tena kuna baadhi ya wakati kuacha dhambi, wakati mwingine unaweza kukutana na watu wakakupinga mtaani. Wakakupinga mtaani. Kwa mfano, pengine ulikuwa mlevi, baadaye ukaacha pombe. Kinondoni wanakujua watu kama wewe mlevi. Basi ukiacha pombe tu na ukaanza kuingia msikitini kuswali kama hapa Mtambani, utaanza kusikia kuna baadhi ya watu wanaanza kukuita, "Ustadhi vipi? Shehe vipi?" Yani wanaanza kukukejeli na kukukebei kwa sababu umeacha pombe. Itakugharimu, lakini ukiwa na moyo mdogo unaweza ukaacha ibada. Lakini kama umeamua katika nafsi, utaendelea kufanya ibada. Utaendelea kufanya ibada. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kabla kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu, ni vizuri mwanadamu akafanya maamuzi ya pale ambapo alipokuwa amekosea arekebishe kabla ya kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu. Ramadhani ya mwaka huu ikiingia, ikukute kuna baadhi ya maeneo umerekebisha. Sio usubiri Ramadhani ndio ujifanye mcha Mungu na Ramadhani ikiondoka unarudi tena kule kule. Hapana. Itakuwa haina maana ya kuja kwa mwezi mtukufu Ramadhani. Malengo ya mwezi mtukufu Ramadhani, Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malengo ni kufikia daraja ya ucha Mungu. Inshallah tuadhini, baada ya adhana tumalizie dakika 5, sababu sala saa 2 dakika 10 inshallah.